Rama kwenye line ya simu, uko poa ndugu yangu? Niko vyema kabisa. Wanasemaje Zanzibari? Zanzibar baridi kwa hapa na pale, na leo Jumatatu harakati zimekuwa zikiendelea. Kwa hiyo tumetoka kwenye minada ya samaki, tumerudi sasa. Muda wa kubarizi sasa huu na draft pale barazani. Wengine cappuccino, alkasus na vitu vingine ndo. Mambo bashwari kabisa. Tunakuwa alkasus alkias mjaro. Wakati tunateta pembelu uliniambia umekuwa expert siku hizo mambo ya bahari ndugu yangu. Mambo umeanza lini Rama? Mimi nina muda. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru wizara husika, Wizara ya Uchumi wa Buluu Zanzibar na masuala ya uvuvi, lakini hasa kwenye mazao ya bahari. Mimi nimepata mafunzo kwenye ushirika lakini kupitia wizara. Na mara mwisho kwenye mkutano wa nchi zote ambazo zimezunguka na bahari ulifanyika katika ukumbi wa mikutano wa JK hapo, ambapo ulifunguliwa na waziri mkuu kabla hapo kwa awamu iliyopita na kufungwa na rais wa awamu ya 8 Dr. Mwinyi. Kwenye wizara kwa niaba ya ushirika, na ni moja ya ushirika wa kilimo cha zao la bahari mwani, mimi ndo nilifanya wasilisho pale. Tunavuka mipaka. Tunasikiliza kwa makini kutoka bara hadi bara. Umefanya hujafanya? Tukio hadi tukio, Kasri inakuunganisha na ulimwengu. Hizi ni stori za kimataifa. Kasri hili hapa. Kasri hili hapa. Rama ndugu yangu, ni we radhi kidogo, mambo yaliingia hapa. Nimekukatiza. Ulikuwa unaendelea kuzungumza, ulikuwa unasema? Katika kada yangu wa uandishi na miaka si chini ya 12 ambayo nimetumikia kwenye swala la wizara, pia kwenye masuala ya uchumi wa buluu. Na nimeshiriki kwenye miradi mbalimbali, ambapo kwenye miradi hii ilikuwa masuala ya uvuvi. Kulikuwa na mradi Zanzibar unaitwa, kwanza kuna Masem, kulikuwa na mradi unaitwa Spearfish. Hii ni miradi ambayo ilikuwa inahusisha pia kanda ya bahari, ukijumlisha upande wa kusini na upande wa mashariki ikiwemo Tanzania. Lakini moja kwa moja alipokuja sera ya uchumi wa buluu Zanzibar, na sera ile kwa awamu hii ya 6 imeimarishwa. Moja kwa moja sasa hivi kumekuwa na sera ya uchumi wa buluu Tanzania. Ukiangalia sera ya mwaka 2024 tunavyozungumza, rais wa awamu ya 6 ndio amekuwa sababu baada ya kutohoa sehemu ya sera ya Zanzibar ya uchumi wa buluu katika maeneo yaliyozungukwa na bahari. Baadaye hawa wajasiriamali na sehemu kubwa ya wanaotumia bahari katika masuala ya uchumi wa buluu wameanzisha umoja wa wanamwambao Tanzania. Kulikuwa na studio watakuwa wanatambua baadhi ya vitu. Kwa hiyo hivi ninazungumza, kuna sera ya uchumi wa buluu ambayo kuna kazi kubwa ya kuisemea, na hasa kwa watu ambao wanaishi katika ufuo au mwambao wa Tanzania ili waweze kufaidika. Lakini wakati leo ni siku ya bahari, ninachotaka kuzungumza kwa Zanzibar ni sehemu kubwa ya bahari, lakini kikubwa kulikuwa na athari kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu ya kilimo na shughuli mbalimbali za uvuvi katika maeneo, na hasa Pemba. Ukiachana na Pemba, sehemu ambazo zimeathirika kwa Unguja ni kusini na kaskazini, maeneo ya Paje, Jambiani. Ukiyazungumza si kama yale ya miaka 15 kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hii miradi ilikuja kubadilisha hiyo hali kwa kiasi, kwa sababu kulikuwa na aina ya upandaji wa mikoko, lakini pia namna nyingine ya kuzuia uvuvi ambao hauendani na vile unapaswa katika utunzaji wa mazingira hasa ya bahari. Kwa mfano kutumia nyavu ndogo, uvuvi wa kukokota, na hizo operesheni zote mimi nimeshiriki katika hii miradi. Kwa hiyo ninachotaka kusema, kuna vitu vingi na jitihada kubwa zimefanyika kwa awamu iliyopita ya 7 Zanzibar, awamu ya 8 kwa miradi mbalimbali, na sasa watu wanafaidika tunapozungumzia utunzaji wa mazingira ya bahari. Mfano vikundi mbalimbali vya upandaji wa miti aina ya mikoko, lakini pia utunzaji wa matumbawe ambayo ni mazalia pia samaki Zanzibar, na si hivyo kwenye swala la kilimo na ufugaji. Sasa ukisema kilimo ndio unanipata mimi hapo sasa. Kilimo cha mwani kinafanyika Zanzibar, Unguja na Pemba, ingawa Pemba ni zaidi kuliko
Unguja, lakini kilimo cha mwani kinafanyika katika ukanda wa bahari ambapo ndo kuna umoja huu wa mwambao: Tanga, Pwani, Lindi, Mtwara, Dar es Salaam. Na mwani huu unatofautiana, lakini mwani wenyewe una tabaka, ingawa mmoja katika tabaka ya tatu haujawa rasmi, isipokuwa wale wadadisi wa mambo na sisi ambao tunania ufukunyuku wa mambo tunaujua mwani wa aina ya tatu. Kwa mfano kuna cotton, kuna spinosam. Sitaki nizungumze mengi, lakini kuna faida kubwa imetengenezwa awamu ya 8 na awamu ya 6 katika ukanda huu wa bahari tunapozungumzia uchumi wa buluu, hasa kwenye kilimo, ukiachana na ufugaji wa katope na vitango bahari ambayo ni majongo bahari yanayofugwa Zanzibar, na hivi ninavyozungumza Kilwa, Mafia, Tanga nayo yanafugwa. Elimu ile iliyotoka Zanzibar ambayo ilikwenda mpaka Msumbiji, ilikwenda mpaka Omani kutokea Zanzibar. Zanzibar tulitoa wapi? China. Wa Omani wamejifunza Zanzibar, bara wamefundishwa na Zanzibar, lakini hivi ninavyozungumza watu wanafaidika na majongoo, na si majongoo. Ukisema majongoo kija Zanzibar utasema vitango bahari, utasema majongoo bahari. Kabisa. Kuna vitu vingi sana ambavyo binafsi yangu na vijua na nafuatilia, na maeneo mengi pale nimetembea kwenye kuangalia shughuli mbalimbali za uchumi wa buluu na utunzaji wa mazingira ya bahari, hasa upandaji wa mikoko pamoja na uhifadhi wa matumbawe. Sawa. Wewe ni mkongwe hasa na unafahamu mambo mengi sana Rama, sina shaka juu ya hilo, na naamini kuna wakati utakutafuta tupatie elimu ya muhimu sana kama hii uliotueleza, masuala ya mwani, kujua huu na nini na kadhalika. Lakini kwa hii leo tujikite zaidi hapa kwenye masuala haya ya bahari. Bahari ni moja kati ya mahala pana tunasema. Zanzibar imezungukwa na bahari. Rama, kwa kifupi tu, bahari ina nafasi gani hasa katika maisha kila siku ya Wazanzibari? Bahari ina nafasi kubwa sana Zanzibar, na sehemu kubwa bahari inatumika kwenye masuala ya uvuvi, lakini sivyo tu. Bahari kama bahari imepatia watu fedha nyingi kiuchumi kwa sababu ya kuuza maeneo, na hasa wale wakazi wa kando maeneo ya bahari, kwa sababu ya familia nyingi na wananchi wengi wa Zanzibar wamefaidika na hayo maeneo, licha ya kwamba Zanzibar imekuwa na migogoro hapa na pale katika baadhi ya maeneo, hasa katika upande huu wa kingo za bahari, kwa sababu tu ya uuzaji na uwekezaji. Lakini nataka kusema bahari ni kiungo muhimu kwa sababu ya tangu na asili watu wameitumia kwa uvuvi, lakini si kwa uvuvi tu. Bahari imetumika kwa namna nyingine tena kwenye swala la uwekezaji. Kwa hiyo ukizungumza bahari kwa Zanzibar ni sehemu pekee ambayo inatumika kwa masuala ya kiuchumi, na kama isingekuwa bahari basi sijui niseme nini. La, kumekuwa na vitu vingi, lakini bahari ndio uchumi wa Zanzibar, naweza kusema kwa namna moja nyingine, kwa mtu mmoja, na hasa ambao wanakaa katika pembezoni mwa bahari ya Hindi. Tunaposema uharibifu wa bahari tunamaanisha nini Rama? Uharibifu wa bahari ni moja, kwanza shughuli za binadamu katika bahari ambako yanaondoa uoto wa asili kama nilivyozungumza, miti na mikoko, lakini pia mazalia ya samaki. Na zaidi unapozungumza Zanzibar, kwa sababu wengi hasa katika visiwa vipatavyo zaidi ya 50, shughuli zao kubwa ni uvuvi. Sasa uvuvi ule ambao si wa kisasa, uvuvi ule si wa kuzingatia uhifadhi wa mazingira kama kutumia nyavu zenye matundu madogo, na uvuvi wa aina ya ukokotaji pasipo kutumia ndoana, au uvuvi wa nyavu kubwa, umekuwa pia maeneo na uasili na uoto wa bahari, na hiyo ndio imekuwa sababu kuu ya uchafuzi wa bahari, lakini pia na harakati zingine za umwagaji wa taka, sumu na viambata vingine vinavyosababisha pia kuua viumbe hai katika bahari. Aha. Sasa studioni hapo tuko naye Tajael Alex Masaki, yeye ni mratibu wa data kutokea Nipe Fagio, pamoja na wakati huu tukilizungumza hili hapa ndani ya studio. Tajaeli, tunapoadhimisha siku ya bahari duniani, hali ya uchafuzi wa swala zima la bahari hapa nchini kwetu iko vipi kwa mujibu wa takwimu sasa mlizo nazo? Maanake nyie ndo wahifadhi data tunasema. Okay, nikizungumzia zaidi katika hali ya uchafuzi wa bahari, na tukiangalia kwa sisi kama taasisi ya Nipe Fagio tumejikita kwenye nini zaidi, ambapo sisi tumejikita kwenye kutafuta masuluhisho ya usimamizi wa taka ngumu ambao ni chanzo kikubwa cha uchafuzi wa bahari na ekolojia nzima ya bahari. Kwa takwimu sana tunasema kwamba uzalishaji wa taka umeongezeka kwa kiasi kikubwa duniani, hususan Tanzania, kulingana na watu kuzaliana sana,
lakini shughuli za kiuchumi nazo zimeongezeka kwa kiasi kikubwa na kupelekea uchafuzi wa taka hususani za plastiki kuweza kuchafua bahari. Na tukizungumza kwa sasa na statistiki zilizopo ni takribani zaidi ya tani 29,000 za taka za plastiki zinaingia baharini kila mwaka na kuweza kusababisha athari za moja kwa moja katika ile ekolojia nzima ya bahari. Vizuri sana umetufafanulia. Bado kuna jambo linatatiza sana mara nyingi Tajael. Mbali na jitihada tunasema ama harakati na kampeni nyingi za usafi wa mazingira zinazohamasishwa, lakini bado taka nyingi zinaendelea kuishia baharini. Hii ni sababu zipi hasa? Kulingana pia na namna ambavyo tunafanya hizi shughuli za kuweza kusimamia bahari na shughuli ambazo zina kama mfano za uvuvi na shughuli zingine, kiwango kikubwa cha taka ambazo zinazalishwa na kwenda baharini kwa asilimia kubwa zaidi ya 70% ni zile taka ambazo zinatokana na shughuli ambazo sio za ndani ya bahari. Kuna vyanzo vitatu vikuu ambavyo vinasababisha uchafuzi wa bahari. Tunasema ni ile land based source ambao ni zile shughuli ambazo hazihusiani moja kwa moja na bahari, lakini zile taka zinazozalishwa katika haya maeneo ya kawaida ya jamii terrestrial zinapelekwa moja kwa moja labda kuchagizwa na mito au source yote kwa ajili ya kuweza kuzipeleka zile taka baharini. Lakini chanzo cha pili kikubwa ambacho tunakiangalia ni asilimia 25 ya sea based source, zile shughuli za baharini kama kaka Rama alivyokuwa anazungumzia, masuala ya kilimo katika bahari, masuala ya uvuvi, masuala ya usafirishaji ambayo yanachangia kwa asilimia 25, lakini kuna asilimia 5 ambazo zinachangizwa na shughuli ambazo tunasema ni transboundary source, ambazo hizi ni kutokana na kule kuja kwa maji, kupo na kuja kwa maji, labda kuna maji ambayo kuna taka ambazo zinasafirishwa kutoka sehemu moja, labda kutoka visiwa vingine, kutoka maeneo mengine kuletwa katika maeneo yetu, ambao ni kwa asilimia 5. Na hivi vyote vinachangiwa kwa kiasi kikubwa na mfumo ambao upo katika jamii haujaweza kukizi mahitaji ya jamii ya kuweza kupunguza na kuweza kusimamia zile taka kwa asilimia 100. Kwa zile taka ambazo zinakopo zinazalishwa zinakosa namna nzuri ya kuweza kusimamiwa na kudhibitiwa, zinaenda kuingia katika bahari na kuchafua bahari na kuleta madhara katika vile viumbe vya bahari. Nini kinatakiwa kifanywe pale bahari inapoonekana imechafuka ili kuweza kulinda sasa uhai pamoja na mazingira ya viumbe hao waliomo katika bahari? Kuna njia mbili. Ya kwanza ni kwamba tayari bahari imeshachafuka, nini kifanyike? Lakini ya pili, nini kifanyike pia ili tusiweze sasa kuchafua bahari. Nikianza kwa sasa hivi kwamba ni kitu gani tukifanye, nini tukiadapt ili kuweza kuhakikisha kwamba ule uchafu ambapo baharini unaweza kuondolewa. Cha kwanza ndo kama hizi initiative mbalimbali ambazo tumeziongelea zinafanyika katika jamii za kuweza kufanya usafi, za kuweza kupunguza zile taka ambazo zinazalishwa kwa wingi zisiingie baharini. Tayari tunasema bahari imeshameza tani nyingi za taka. Zile tani nyingi za taka zilizomezwa baharini zinapaswa kuondolewa kwa mikakati tofauti tofauti ya kuweza kusafisha, lakini pia ya kuweza kuweka innovation tofauti tofauti ambazo zitasaidia katika kuadi kushirikisha labda vijana au vikundi mbalimbali ambao vinatumia bahari kuweza kupunguza matumizi zaidi ya zile nyenzo au vitu ambavyo vinaendelea kuzalisha zile taka katika bahari. Lakini kikubwa ni kwamba nini kifanyike ili sasa tupunguze kuendelea kuzalisha zile taka ambazo zitaendelea kuingia katika bahari na kuathiri uchumi. Hapa nitazungumzia zaidi kwenye upande wa kuwa na mfumo ambao ni unasaidia kusimamia zile taka katika zile vyanzo vitatu ambao nimezungumzia. Na kwa asilimia kubwa ambao tunasema zaidi ya 70 ni land based source. Hapa tunatakiwa tuwe na mfumo ambao unaruhusu kusimamia zile taka kuanzia kwenye chanzo cha uzalishaji. Na kwa upande wa kwetu sisi ni Pefagio, tumekuwa tukichampioni mfumo wa taka sifuri ambao unasimamia taka kuanzia ngazi ya jamii, kwamba pale taka inapozalishwa hapo taka isimamiwe isiweze kwenda kwenye mazingira. Maana ikienda kwenye mazingira itakutana sasa na zile tunasema zile transport agents kama labda mito ambayo itapeleka zile taka wapi? Baharini. Kwa hiyo tukiwa na mfumo sahihi ambao unasimamia zile taka na kuweza kuzizuia zisiweze kwenda kwenye mazingira, tutapunguza zile taka kwenda baharini. Lakini pia ili mfumo uwe sahihi na uweze kutekelezeka, lazima kuwepo na usimamizi mzuri
wa sheria ambao utaruhusu jamii kama jamii kuweza kutenganisha taka na kuzisimamia zile taka zake wenyewe, lakini pia jamii lazima iwe na uelewa, lazima wawe aware kuhusiana na madhara ambayo yanatokana na uzalishaji wa taka katika bahari, kwa sababu uchumi, asilimia kubwa ya uchumi ambao tunategemea unatokana na bahari, kwa upande kama tukiongelea maeneo ya haya coastal region, maeneo ya mwambao kama Dar es Salaam, Tanga, Lindi, Mtwara na Zanzibar. Kwa hiyo kwa ile uchumi ile pia usiweze kuharibika, lazima jamii ipate uelewa kwamba kuna madhara 1, 2, 3 yanatokana na hizi taka tunazozalisha katika jamii yetu zinavyoenda baharini. Kwa hiyo wakishakuwa na uelewa na ile elimu, maana yake watakuwepo na uelewa kuweza kutenganisha zile taka na kuzisimamia kuanzia ngazi ya uzalishaji. Watu mara nyingi huwa wanasema pengine kuendelea kuwepo kwa uchafuzi wa mazingira ya bahari ambayo tunazungumza wakati huu ni kwa sababu mara nyingi hata inapotokea watu wakaonekana wanafanya uchafuzi huo hawapati ile adhabu stahiki. Yani pamekuwa pana legelege katika upande huo. Sijui kwako Tajali, wewe unaona vipi kwamba sheria na kanuni ziliopo sasa hivi hapa nchini kwetu unaziona zinatosha, ama bado unahisi kuna mapungufu makubwa katika utekelezaji wake? Kwanza kwa asilimia kubwa, kama pia Karama alivyozungumza kwamba kuna jitihada ambazo zimeshafanyika za kuweza kuweka hii sheria kuweza kutengeneza hii sera ya uchumi wa blue, lakini pia na sheria ambazo zipo tunazitumia za mazingira kama EMA 2000 ambazo zote hizi zinasimamia mazingira na sera mbalimbali. Kwenye sera kuwepo zipo za kutosha na zinasaidia katika kupunguza, lakini kuna ule usimamizi kuanzia ngazi ya uzalishaji, kwamba sheria imetaka labda jamii itenganishe taka yake. Kwa upande wa sheria, sera na mikakati ambayo ipo, nilikopo nagusia kwamba kwa sasa hivi tunatumia sheria ya mwaka 2004 ya usimamizi wa mazingira ambayo kimsingi imezungumzia swala zima la jamii kutenganisha taka zake, kwamba ni wajibu wa jamii kutenganisha taka, lakini kuna sera mbalimbali ambazo zipo za usimamizi wa mazingira, na kuna sera ya uchumi wa blue nao pia inazungumzia masuala hayo ya usimamizi wa mazingira, ikiwa pia imehusisha masuala mazima ya usimamizi wa taka ngumu katika bahari, na kuna mikakati mingi. Kitu ambacho kwa upande ambao nauona wa hizi sera na sheria na mikakati ambayo iko ya usimamizi, kwa kiasi kikubwa inagusa zile shughuli zote na ina uwezo kusimamia, ila kikubwa ambacho ni changamoto kinatokea ni mapokeo katika jamii. Ule usimamizi wake katika jamii kwa asilimia 100 bado haujafikiwa, kwa sababu kuna ule mtindo wa maisha wa jamii katika kuweza kusimamia zile taka zake. Huenda sera imetaka jamii tenganishe taka, lakini kuna mtindo gani wa maisha ambao unaruhusu ile jamii kutenganisha taka? Labda mimi nimetenganisha taka, nazipeleka wapi? Kwa maana yake kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo vya kuweza kuboresha na kuongeza ufanisi katika kumpunguzia sasa ile adhabu mwananchi au raia ambaye ametenganisha taka akiwa majumbani au maofisini, kwamba kuwepo na sehemu fulani ambako anaweza kuziweka zile taka zake alizozitenganisha ili ziweze sasa kuwa recovered, kupokelewa na kwenda katika chanzo kingine. Kwa hiyo kwenye usimamizi wa sera hapa tunasema kwamba unaangalia pia na ule mtindo wa maisha ambao upo katika jamii, na jamii ili ipokee lazima pia ipate kuelewa kwamba hii sera inataka kufanya 1, 2, 3, lakini infrastructures, miundombinu ambayo inasaidia katika ule usimamizi lazima pia iwe katika hilo eneo ili kuirahisishia jamii kuweza kufuata na kutekeleza hizo sera na miongozo iliyopo. Tanzania tunapoteza kiasi gani cha thamani ya kiuchumi kutokana na uchafuzi wa masuala haya bahari na mazingira maeneo ya pwani? Kiukweli nikizungumzia labda kwa statistiki ambazo zipo, na mojawapo ya tafiti ambayo ilifanywa na ProBlue ambapo ni Pefagio tulihusika, ni takriban zaidi ya kwa zile statistiki tunasema kwenye tani ya taka ambayo imeingia baharini, ili kuweza kuiondoa kutoka baharini kwa tani moja ni sana USD 378 kwa tani moja.
Na tukizungumzia kwamba tumesema kuna zaidi ya tani 29,000 zilizoingia kwa za plastiki tu kwa mwaka, maana yake tunaona ni kwamba ni zaidi ya bilioni 28 au USD 10,000 na zaidi, ambayo inatakiwa itumike kwa ajili ya kuweza kuziondoa zile tani. Hiyo ni kutokana na estimation ya taka za plastiki tu ambazo zimeingia baharini kwa statistiki hizo. Kwa hiyo na tukiangalia sasa kwamba uchumi wa bahari sio tu kutokana na ile plastiki kuondoa zile taka zilizopo kule, kuna shughuli nyingine ambazo zinategemea uchumi wa bahari zinaathirika moja kwa moja. Kuna shughuli kama za uvuvi ambako kuna statistiki ambazo zinaonyesha kwamba kufikia labda mwaka 2050 plastiki zitakuwa nyingi kuliko samaki. Maana yake kuna kosti au kuna athari kubwa ambayo tunaingia kwenye jamii ambayo inategemea kipato chake kutokana na uvuvi. Lakini pia kuna wakulima ambao wanafanya shughuli zao katika bahari kama wakulima wa mwani na pia kuna shughuli nyingine kama uwepo wa hizo matumbawe, miamba katika bahari. Zote hizi zinaathirika moja kwa moja na uchafuzi wa bahari. Kwa hiyo ukiachia ile kosti ambayo tumeweza kuiangalia ya kuweza tu kuondoa zile taka baharini ambazo zimeingia, lakini kuna kosti ambazo zinaingia indirect kwa ajili ya kuathiri uchumi mkubwa ambao unatokana na bahari, na kwa asilimia kubwa, mfano kama Zanzibar zaidi ya asilimia 20 inategemea swala zima la utalii, lakini utalii wa Zanzibar unategemea sana uwepo wa bahari kutokana na nature ya Zanzibar. Lakini the same tukija kwa Tanzania bara, Dar es Salaam na mikoa mingine pia utalii unachangia kwa asilimia 1.9 na zaidi ya uchumi katika ile GDP kwa statistiki za mwaka 2019 za NBS. Kwa hiyo kwa ule uchumi ambao upo katika maeneo ya pwani ambao unategemea uwepo wa bahari, maanake utaathirika moja kwa moja kutokana na uchafuzi wa bahari. Na tuna wadau ambao waliwahi kusema kwamba walikuja Zanzibar wakijua kwamba kuna hali nzuri, lakini wakakutana na taka, wakawa wako disappointed kutokana na ile situation. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali, maana yake kwamba sambamba na jitihada ambazo zinafanywa kubwa za kuweza kuhamasisha uchumi ambao unatokana na ongezeko la utalii, lakini unakuta ule uchafuzi wa mazingira ambayo watalii wanafurahia ya bahari yanakuwa yanachafuliwa na nini, na hizi taka ambazo zinazalishwa katika jamii na kuathiri ekolojia ya bahari. Na naomba nirejee kwako Rama sasa, manake hapa kuna mdau anaitwa Rama, unanisikia? Unanipata vizuri sio? Nimewapata vizuri toka mwanzo na mchangiaji mmemsikia vizuri kabisa. Sawa. Isa Kombo 565 anasema mwezi uliopita alitembelea Forodhani pale Kisiwani Zanzibar. Alibaki anashangaa watu wanaokula na kunywa, alafu anasema zile paper plate na glass wanatupa baharini kwa sababu tu wamekaa mule kwenye viguzo ama vikuta vya bahari, wanageuka nyuma tu wanatupia baharini. Hili Rama unalizungumzaje? Lakini wakati huo huo uchumi wa buluu una maana gani kwa wananchi wa kawaida kabisa pale Kisiwani Zanzibar? Asante sana. Kwanza kuna baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa yako hivyo. Naweza kusema maeneo haya yamekuwa korofi kwa sababu ya usugu wa watu licha utaratibu. Na Zanzibar wana mambo ambayo wameainisha pia katika uzuiaji. Cha kwanza wanashirikisha wananchi, na hasa nje ya miji, tofauti na ndani ya miji kama ilivyosema mji mkongwe, hasa maeneo ya Forodhani, maeneo ya Kizingo, maeneo ya Mbweni, haya ni maeneo mpaka ya Chukwani, maeneo ya Buyu, kwa ambako watu wengi wanakwenda siku za wiki. Haya ni maeneo ambayo yamekuwa korofi. Na hivi ninavyozungumza katika kuyafanya maeneo ya bahari Zanzibar yawe salama na mazingira asiwe hivyo kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, kuna hifadhi maalum, na huyo bwana ataniunga mkono kwamba kuna hifadhi kama kisiwa cha Chumbe, ile ni hifadhi, lakini kuna hifadhi, kuna sehemu Mtumka, kuna ghuba ya Minai. Haya ni maeneo ambayo yametengwa ukiachana na uwekezaji katika swala la utalii, na ambako baadhi ya maeneo yameathirika kwa sababu ya shughuli za utalii. Kwa hiyo haya maeneo ambayo umeyataja na yameshaanza kuathirika, sasa hivi kuna usimamizi mkubwa ambao unafanyika kuzuia, na wakati mwingine kuna askari ambao wapo, na si KMKM pekee, lakini pia vikosi vile ambavyo vinashughulika pia katika masuala ya uvuvi, ikiwemo kutoka Wizara ya Uchumi wa Buluu pia na uvuvi. Kwa hiyo tukiachana na hivyo, niseme tu kwamba kuna ushirikishaji wa taasisi na jumuiya ndogo ndogo ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikichangia kwenye kuzuia. Na sio hivyo tu, katika kudhibiti pia, kusimamia shughuli za uvuvi na harakati zote katika maeneo hayo.
Sasa nije kwenye hoja yako, nisiongee mengi hapa kwa sababu kuna hatua na sheria na namna nyingi ambayo inachukuliwa. Na tuna dakika chache tu, tumesaliwa na dakika 2 tu tutoke hapa ndani. Sasa uchumi wa buluu kwa mtu mmoja mmoja Zanzibar una maana kubwa sana. Hivi ninapozungumza, kumekuwa na jumuiya nyingi zimeanzishwa kwenye swala la upandaji wa matumbawe, na kuna matumbawe bandia ambayo yapo wanaita reef balls, kwa sababu coral reefs ndio matumbawe kwa Kiswahili. Sasa kuna yale ya bandia, na yote hii ni kurejesha hilo uasili na mazalia ya viumbe ikiwemo samaki. Kwa hiyo kuna matumbawe sasa hivi tumelazimika mpaka kuyafanya ya bandia ili samaki na viumbe vingine viweze kurejea. Kwa uchumi wa buluu kwa mmoja mmoja, sasa hivi kuna namna ya kuwafanya vijana kuneemeka. Kuna ugawaji wa vikundi, boti, na hasa ambao wanakaa katika baadhi ya maeneo na kugawa vifaa vya uvuvi ikiwemo boti na vifaa vingine vyote ambavyo vinatumika kwa masuala ya uvuvi. Lakini kuna jumuiya ndogo ndogo ambazo zipo kwa ajili ya ununuaji na ukulima wa mwani. Kuna jumuiya zingine kwenye ufugaji wa katope. Lakini ukiachana na katope, kuna namna nyingine pia ambayo imeanzishwa pia ya uchumi wa buluu katika masuala ya uwekezaji kwenye baadhi ya maeneo ambako kuna uwekezaji na utunzaji pia wa mazingira katika maeneo. Kwa hiyo vijana wengi wamehamasika. Lakini kingine kikubwa ni swala la utafiti wa gesi asilia ambao watu wanasubiri, na hatimaye itakuwa mchakato wa mafuta. Lakini kingine, hivi ninavyozungumza Zanzibar kwa katika mchakato wa umeme wa mawimbi ya bahari na umeme pia wa jua. Hivi vyote vinasubiria ajira, au watu wanasubiri pia kupata ajira kutokana na hayo. Kwa hiyo kwa haraka uchumi wa buluu unamfaidisha mtu na bahari yenyewe katika uvuvi kwa vifaa vilivyogawiwa, lakini ukiachana na hivyo kilimo cha mwani na ulimaji, lakini pia ufugaji wa majongoo bahari na katope. Hiyo ndio dhana yenyewe uchumi wa buluu, ukiachana na uvuvi na shughuli zingine. Sasa kabisa. Serikali ya kwa ujumla Tanzania, lakini hasa kisiwani Zanzibar, imekuwa ikisisitiza sana Rama kuhusiana na uchumi wa buluu kama injini mpya maendeleo ya kisiwa cha Zanzibar, lakini Tanzania kwa ujumla. Kwa mtazamo wako tu, unaona hatua gani ya utekelezaji wa dhana hii ipo kwa wakati huu? Lakini wakati huo tunapokabiliana na changamoto hizi za masuala ya uchafuzi wa bahari na kadhalika, vipi kama hatua madhubuti hazitachukuliwa hivi sasa, mustakabali wa uchumi wa buluu Tanzania utaonekana vipi baada ya miaka 5, 10 na kuendelea? Tutafanikiwa kweli? Hatuwezi kufanikiwa kama hakutakuwa na usimamizi thabiti na watu ambao wanatakiwa wakae licha ya sheria zilizopo. Kwa mfano, mamlaka ya usafiri baharini, mamlaka ya usimamizi wa mazingira Zanzibar ZEMA, lakini pia na wizara zenyewe na serikali kwa jumla wanapaswa kuweka maeneo tengefu kama ilivyo tunavyozungumza. Kwa mfano, ukifika katika baadhi ya maeneo ni marufuku watu kuingia, iwe kwa vyombo, iwe kwa namna yote, kupewa uwekezaji kwenye haya maeneo. Kuna ghuba hii ya Minai, kuna eneo hili la hifadhi ya kisiwa cha Chumbe, kuna maeneo mengine karibia na Bawe, kuna maeneo mengine karibia Tumbatu na maeneo ambayo huwa yanafungwa lakini yanakuwa hifadhi pia. Sasa haya maeneo kama yataendelea kudhibitiwa na yale ambayo yanatumika yataendelea kudhibitiwa kwa kutotupwa taka ngumu na namna nyingine, tunaweza kufanikiwa. Lakini wimbi kubwa la uwekezaji limekuwa si kusema kuiandama, limekuwa likijitokeza kwa Zanzibar. Lakini kama tutasimama huko tunaweza tukafanikiwa. Ni mipango, tuna utaratibu. Tunaweza tukafanikiwa. Sawa. Tajana, unazungumza vipi kuhusiana hili kwa kifupi sana, wakati tunaondoka, na la muhimu lolote lile la kujazia katika masuala haya ya uchafuzi wa bahari? Kwa upande wangu labda, au kwa upande wa taasisi ambao nimetoka, tunaweza tukazungumzia kwa upande wa programu ambayo tulionayo. Kwanza programu ya usimamizi wa bahari, marine litter monitoring, ambako tumeangalia upande wa ukusanyaji wa data na uchambuzi, lakini kuna upande wa ku raise awareness kwenye jamii kwa ajili ya kutoa elimu zaidi kwa upande wa jamii. Kuna swali ambalo mtu aliliuliza kwamba pale Forozani watu wakiwa wanatumia zile bidhaa, wamekunywa labda kahawa na nini, wanatupa kwenye bahari. Lile ni swala la behavior, tabia ya mtu mmoja mmoja, lakini sio kwamba pale Forozani hakuna dustbin ambazo zimewekwa. Zipo za kutosha tu kabisa. Kwa ile ni issue ya behavior. Kwa hiyo sisi tunachojaribu kufanya ni kuendelea kuhamasisha jamii na kuwapa elimu kuhusiana na umuhimu wa hilo. Lakini kwa upande wa serikali sasa,
ukiachilia mbali kuwa na sera ya uchumi wa buluu ambayo inazungumzia masuala yote hayo, lazima tuwe na mkakati endelevu wa usimamizi, kwa sababu ndani ya uchumi wa buluu kuna shughuli mbalimbali, na umesema kabisa kwamba ni matumizi ya zile rasilimali ya bahari bila kuathiri mazingira. So katika hayo matumizi lazima tuwepo na mikakati ambayo inasimamia matumizi. Labda ni kuangalia masuala ya energy, ni mkakati gani ambao utasimamia ile exploration ya energy katika maeneo ya bahari usiathiri mazingira. Kilimo, labda wanaofanya kilimo cha mwani, masuala ya miamba hiyo kama alivyoongelea matumbawe, masuala kunenepesha kana jongo, kwa kivipi watumie zile nyenzo ambazo haziathiri yale mazingira ya bahari. Kwa hiyo ni lazima kuwepo na mkakati ambao ni mpana zaidi katika kuweza kuhakikisha kwamba zile shughuli zote ambazo zitafanyika katika uchumi wa blue zisiathiri mazingira. Kwa hiyo kikubwa sana ni kuweza kuwa na hilo katika eneo hili. Sasa Taja Mimi nakushukuru sana kwa nafasi yako ya kuweza kushiriki nasi jioni hii ndani ya Kasri. Tunawatakia majukumu mema. Nashukuru sana, asante sana. Rama ndugu yangu. Nakushukuru sana bwana. Kama kuna lolote kwa sekunde chache la kujazia. Uchumi wa buluu ni fursa. Watu wajiunge huko kwenye ufugaji, kwenye ukulima wa mwani, na tutumie vyakula vya bahari. Sawa kabisa. Bwana, jioni njema. Endelea kunywa Al-Kasusi hapo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.